Kukua kwa kanisa hatuangalii watu wanaohamia ambao tayari walishaokoka mahali pengine, kwa sababu hao walishaandikwa mbinguni tayari. Kukua kwa kanisa kwa maana watu wanaongezeka ni wale ambao ninyi mmewatafuta kutoka dhambini, sio watu wanaohamia. Kwa sababu huyu akihamia mbinguni hamna ongezeko lolote, kwa sababu natafuta mtu akiongezeka mbinguni pia ongezeke. Hao watu msiseme kanisa limekuwa kwa watu wanaohamia. Kanisa limekuwa kwa watu wapya ambao mmeenda kuwashuhudia toka mtaani dhambini, sasa wanakuja, walikuwa hawasali, hawajaokoka, sasa wameokoka. Hao ndio mbingu inawalenga. Lakini bii yake wale wanaohamia ambao tayari wameokoka, huku mnaweza mkafanya kitu ili kupata credit, kupata maxi kupitia hao waliohamia, waliookoka. Mtapata maxi kwenye eneo la ulishaji na namna kuwalea. Lakini nimesema jambo la pili, kanisa lazima lipimwe kukua kwamba limestawi. Tunapima uwezo wa ongezeko la kiroho. Amen. Wamekuwa kiroho kiasi gani? Amen. Moja, tunaangalia ufahamu juu ya Mungu aliyewaita, aliyewaokoa. Wana ufahamu kiasi gani? Wanamjua Mungu wao kiasi gani? Amen. Mbili, wanajua serikali ya mbinguni ikoje, mifumo yake inatendeka kazi. Amen. Lakini pia wamekuwa kiasi gani kwa kujua kazi ya msalaba, kwa sababu kazi ya msalaba ndio inaleta maana yote ya wokovu wetu na sisi kuokoka. Bwana asifiwe sana. Tunaangalia wamekuwa kiasi gani, lakini pia tunaangalia hao watu wamekuwa kiroho. Tunapima uwezo wa kuelewa utendaji kazi wa giza na mfumo wake na serikali yake, na uwezo wa kudhibiti. Kwa sababu kama unakuwa na kundi kubwa la Wakristo ambao wanaamini kila kitu, wanamwamini kila mtu, hiyo ni hasara kubwa sana.